Tanzania ni nchi ya kilimo. Takriban 65% ya Watanzania wanajihusisha moja kwa moja na shughuli za kilimo, na sekta hii inachangia zaidi ya 25% ya pato la taifa. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kwa dhati kufanya mageuzi kwenye sekta ya kilimo, akiwa ameongeza bajeti kwa zaidi ya mara 5 kutoka takriban bilioni 200 kwenda zaidi ya trilioni 1.2 kwenye kilimo, akiwa ameongeza kutoka miradi 13 tu ya umwagiliaji iliyokuwa inatekelezwa hadi miradi 780, mara 2 ya hekta za umwagiliaji zilizokuwa zinamwagiliwa. Hivyo tunahitaji wataalamu na kulima kwa kisasa, na hatua hii italeta mapinduzi makubwa ambayo yasingeweza kufikiwa bila elimu bora, utafiti wa kina na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Mageuzi kwenye sekta ya kilimo, na jana tumeshuhudia uvuvi, sekta pana ya kilimo, kilimo kwa maana ya dhana pana, ni jambo la msingi litakalosaidia kukuza uchumi wetu, kupunguza umaskini na kutengeneza ajira kwa vijana. Leo hii viwanda tunavyoongeleaga, maeneo mengi tunayoona mazao yale yanayozalishwa, ukiangalia mafuta yale yanayowekwa kwenye galoni, unapita pale wapi hapo kutokea Dodoma ama Shelui pale, haya ni mengi tu yakiwa yamewekwa pembezoni mwa barabara. Hivyo hivyo na mananasi kutoka kwa mkuu wa chuo ni mengi tu yakiwa yamewekwa barabarani pale. Ukiweka kiwanda cha 24/7 vijana wafanye kazi kwa shifti, kinawashwa wiki moja tu, raw material hiyo inaisha. Kwa hiyo mageuzi haya ambayo serikali inafanya leo yatatoa matunda yake, lakini si matunda ya wiki moja, si jambo la wiki moja. Ili kuweza kuwa na raw materials zinazotosha kukifanya kiwanda kifanye kazi masaa 24 kwa msimu wa uzalishaji, na pengine kwa materials za akiba, malighafi za akiba ambazo zimewekwa katika eneo husika.